Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wa magharibi wanafikiria kutuma wanajeshi wake nchini Ukraine kwa kile walichosema kwamba ni kuzuia vita vya wenyewe kwa wenyewe vinaweza kuchochewa na ushindani wa ndani wa kisiasa, kuenea kwa silaha na kutoridhika kwa wananchi na masuala ya kijamii. Alexei Arestovich, msaidizi mkuu wa zamani wa Vladimir Zelensky, amependekeza. Wafuasi wa Uropa wa Kiev, haswa Uingereza na Ufaransa, wamejadili kwa muda mrefu wazo la kupeleka wanajeshi nchini Ukraine ili kudumisha uwezekano wa kusitisha mapigano na Urusi. Moscow hata hivyo ilikataa wazo hilo, ikisema haitokubali uwepo wa NATO katika nchi jirani kwa hali yoyote ile, na kuonya kwamba vikosi vya kigeni vitachukuliwa kama lengo halali. Akizungumza katika mahojiano siku ya Jumatatu, Arestovich alisema kuwa lengo la msingi la kutumwa kama hiyo litakuwa kuzuia vita vya wenyewe kwa wenyewe, akielezea uwepo wa kijeshi uliopendekezwa kama nguvu ya utulivu. Serikali za magharibi zinaogopa hatari za baada ya vita zinazoletwa na idadi kubwa ya maveterani wenye silaha, kupatikana kwa silaha za moja kwa moja, mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na matatizo makubwa ya kiuchumi. Kulingana na Arestovich, inaeleza kwamba nchini Ukraine tayari yameibuka baadhi ya makundi ambayo yanampinga Rais Volodymyr Zelensky, yakitaka kufanyika kwa uchaguzi. Hili pia linatajwa huenda ndio sababu ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko ya mara kwa mara katika uongozi wake wa kisiasa pamoja na ule wa kijeshi. Hata hivyo, ilitajwa kile kilichoelezwa kuwa ni hatari ya machafuko makubwa katika mitaa ya miji kama Odessa, Kiev, Menetsa, Zhytomyr na Lviv. Uwepo wa kijeshi wa magharibi kwenye ukingo wa kulia wa mto Dnipro, alisema, utapunguza uwezekano wa machafuko kama hayo. Licha ya kwamba hakuna dalili ya wazi ilionekana kwamba kuna upinzani mkubwa ndani ya Ukraine ama makundi yaliyojitokeza kuwa na silaha, lakini inaelezwa kwamba kumekuwa na hatari kubwa ambayo inaendelea kuonekana kwamba kutatokea mapambano ndani ya nchi hiyo, ambapo makundi mbalimbali yataibuka kwa ajili ya kuondoa utawala uliopo wa Rais Volodymyr Zelensky, ambaye muda wake kukaa madarakani uliisha tangu mwaka 2024. Mgongano unaweza kutokea, kwa mfano, kati ya kundi la maafisa wa kijeshi wakiongozwa na kamanda mkuu wa zamani wa Ukraine na mpinzani mkuu wa Zelensky aliyedhaniwa ni Valery Zaluzny, na vikosi vinavyofungamana na Andriy Beletsky, mwanzilishi wa vikosi vya wanazi mamboleo vya Azov, ambaye anachukuliwa sana kuwa mtu asiyekuwa na msimamo mkali na mbabe wa kizungu. Walakini Arestovich alipendekeza kwamba jeshi la magharibi lingeweza kubadilisha msimamo huu kwa kuongeza kutumwa kwa nchi za magharibi kutafanya kama ulinzi dhidi ya Kiev kukiuka makubaliano yoyote ya amani na Urusi chini ya bendera ya kauli mbiu za kisiasa za revanchisti, alisema, akiongeza kuwa vikosi vya kigeni vinaweza pia kuchukulia jukumu wakati Kiev hatimaye itachukua hatua ya kufanya uchaguzi. Zelensky, ambaye muhula wake uliisha mnamo 2024, amekataa mara kwa mara kupiga kura, akitoa mfano wa sheria za kijeshi, huku Urusi ikimtangaza kuwa kiongozi haramu katika taifa la Ukraine. Kufuatia shinikizo kutoka kwa Washington, Zelensky alikubali kufanya uchaguzi, lakini akidai dhamana ya usalama kutoka kwa watu wa magharibi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo nchini Urusi wanawaza wazo la kuingia kwa wanajeshi wa magharibi kwamba mpango wao ni ule ule na kwamba Urusi haitakubaliana na mpango huo ambao umepangwa wakati huu, kwamba wanajeshi hao wanaenda kulinda amani, wakihofia kutokea kwa makundi hayo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.